Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya na wakati kama na huko kando radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu. Na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Uzile. Merci Mbele Chipamala anashikilia vema dawati la mitambo. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kukujia na uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, hebu fateni habari muhimu leo ambaye namkaribisha mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe na habari hizo muhimu. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Uzile. Tuenye usomaji wa habari muhimu. Tuanzie hapo Sebele ambapo binti mmoja amejeruhiwa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja jioni ya siku ya Ijumaa ya tariki 21 Machi mwaka 2025 ndani ya eneo la Kasaka pa Sebele, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Sebele Bayoma amelaani vikali kitendo hicho. Tujielekeze huko Lusenda ambako mzalendo mmoja kufariki papo hapo na wengine wawili kujeruhiwa vikali. Hayo ndiyo matokeo ya vurugu ya kufyatuliana risasi iliyoripotiwa kati ya makundi mawili ya kizalendo katika eneo la Lusenda, sekta ya Tanganyika, jioni ya siku ya 5 ya wiki tunayo tarafani Fizi. Tumalizie usomaji wa habari muhimu na habari za kitaifa. Waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wagner amesema kuwa mkutano kati ya marais wawili Antoine Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame huko Doha nchini Qatar ni katika ile hali ya kusaidia juhudi zinazoendelea za kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Mpaka hapo sina la ziada, ninakuacha uingie katika uchambuzi wa habari zenyewe. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe kwa habari hizo muhimu. Tuingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba ni vema kundi za wazalendo kuheshimu jeshi la taifa FARDC na jeshi toka Burundi. Hiyo ni kauli yake meya kwa muda Emerita Bisha Mongelwa kwa mji wa Baraka kutokana na tabia ya baadhi ya jeshi la wazalendo kwenda kupiga risasi kwenye kambi hizo. Akiongea kwa machungu makubwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka Emerita Tabisha amesema kupata mshangao kuona baadhi ya jeshi la wazalendo mjini Baraka wanakwenda kwenye kambi ya jeshi la taifa FARDC na Warundi pa Mshimbake na kuanza kupiga risasi. Emerita Tabisha Mongelwa aeleza yafuatayo. Kusikilia bunduki, hii kuchokozana na mabunduki sio vizuri. Mtu anakuja na bunduki anafika kueta major ya FARDC kujeshi, anapiga bunduki, anajendea yake na moto, anafika kwenye jeshi la Warundi wako, anapiga bunduki, anajendea zake bila kuhesabu hiyo bunduki ambayo unapiga. Ikiwa wengine wakijibu, mtu mwenye kupenda kwao, mtu mwenye kufunzwa, mtu mwenye kweli ni mzalendo hawezi akafanya tendo kama hilo, kwa sababu anakuwa kama vile analeta kifo, analeta moto kumwanga kwao. Wazalendo wengi wote ambao wako hapa ni watoto wazaliwa wa Fizi, ni watoto wazaliwa wa vile ya Baraka. Ni kusema huku kusiti Kivu na hapa Baraka ni kwao. Kweli kwenu unaweza kufanya hilo? Wale wakijibu, sasa masasi yataenda hovyo hovyo, yataumiza ndugu zako, itasaidia wengine waporaji kupata nafasi. Adui ndoko na mtandikia mrago akae kwenu aumize watu na watu waumizwe na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo wakuu viongozi wa vikundi vyote vya wazalendo tusaidiane. Uzalendo ni kupenda nchi. Hakuna nchi inayoweza itwa nchi ikiwa hakuna watu. Ni kusema uzalendo ni kupenda watu. Na vitengo vyote vya usalama ambavyo viko hapa navyo pia nawapongeza. Isiwavunje moyo, muone watu, muone usalama wa watu tu na vitu vyao, na isikuwe na wakati ya kuleta vurugu bure bure. Acheni mwenye kufanya makosa yake anafanya makosa na muendelee hivyo.
Tumeshukuru yale ambaye Etat Major imefanya kuwapigia risasi pale, wako wanaona na wasilijibu. Kwani kujibu hatujue nani ndio angeharibika na nini ndio ingeharibika. Sasa usalama wetu ukaenda wapi? Tunafunga juga kabisa kwa hilo, kwa sababu hatutaruhusu vile ya Baraka kutokujua namna ya kutumikisha bunduki. Baraka hakuna vita, Baraka hakutafika vita. Tuungane pamoja, hawa wakuu viongozi wa makundi zao tuko tunaongea na wapa angalisho, kwani serikali ni serikali na wazalendo ni jeshi la baki la serikali. Wako wa reserve, ni kusema waungane na FRDC, waambiane bunduki ni nini, na sisi raia tubaki na amani na usalama. Tujelekeze hapo Sebele, sekta ya Nganja. Ni kwamba binti mmoja amejeruhiwa kwa kupigwa risasi naye mzalendo mmoja jioni ya siku ya Ijumaa ya tariki 21 Machi 2025 ndani ya eneo la Kasaka pa Sebele, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Sebele Bayoma amelaani vikali kitendo hicho. Kwa mujibu wake, namba moja huyo wa kijiji cha Sebele ameonesha kuwa muanga alikuwa anatoka kuchota maji, ndipo mmoja kati ya wazalendo wawili waliokuwa na shuana amemfyatulia risasi na kumjeruhi. Hata hivyo, bwana Bayoma ameonesha kuwa hali ya usalama kwa raia wa Sebele ni yenye kuzorota zaidi kutokana na ongezeko la silaha kwa watu, kama alivyoeleza. Habari za huku kwetu na masikitiko tu ya masasi yenyewe lilia jana Masakeni. Kuko moya dada alikuwa anatoka Kumai pale ngambo ya Kasaka njia kwenda Nemba kule. Alikuwa anatoka Kumai, alikuwa anabeba bomba kukichwa. Apre akashtuka tu kumkono wake panampiga risasi mwaso dali alikuwa nalewa wa Kifulero, lakini kuna tumika kwa wazalendo. Wakati alikomana na wenzake kutoza franga, ndio akaenda kamata silaha kupiga silaha. Ile silaha kupiga mtu alikuwa anajipigia tu ovyo tu, kama bunduki ilimuviva mkono ikateremsha bunduki, sasa ikachomoka kaenda kupiga ule dada kumkono pafu hivi huko hospitali. Huko masasi ishakuwa sawa kalanga hivi basuda hapo babishambuke bazalendo banani. Mtoto kidogo tu kimwambia piga masasi kama bunduki ni yako, sawa venyewe anasemaga Montare piga na yeye pale anapiga masasi papa, masasi kama bunduki ni yako papa. Sasa vile taatui kama tutaishi hai nishuwe kabisa, jue tulibaita viongozi wao vyote, tulikuwa navyo mkikao na wakakubali venye tulisema, lakini apre siku kuwaambia tu wapunguze makamba tena nizidi sana mpaka leo, na ile kupigana masasi kule ilisababisha na kukutoza franga kwa watu ya mingi. Sebele tuna amani, masasi iko nalia kila siku masasi iko nalia kila siku ya bila hataki. Akilewa sana anapika mbarabara, piga mbili kama ni yako, anapiga mbili ile papa. Sasa ila tuwika kama tutaishi hayo. Na hivi leo wanatuingiza tena nyingine kikao yao tena, niko napenda nisikie yako ni baambililie tena wazi. Kama kusema sana yetu tena na sisi tutakuwa kupima mazazi usiku tutakuwa kutuzika. Sasa mimi naweza ona solution ni viongozi vyao. Kwanza kitu ya kwanza kabisa bakataze kamba zao zisitumike, sababu kuna kupigania franga. Na waambie bakubwa hapo wale wenye kuangalia vikundi, waambie kusoda hao basi kila mtu silamu nyumba kwa tembea mwingine. Sababu kuvulezi zako naenda nayo, manganda zako naenda nazo. Sababu mtu hawezi kutembea maraia vile. Hapana. Hiyo haiko kweli kabisa ile tuko nao. Huko watu walikuwa wanalima mipunga yao, walikuwa wanalima kalanga, anaacha wa kulima kalanga anapata silaha, naona sawa anapata kitu ya ajabu mu ulimwengu. Tutoke pale Sebele tujelekeze huko Lusenda, sekta ya Tanganyika. Ni kwamba mzalendo mmoja kufariki papo hapo na wengine wawili kujeruhiwa vikali. Hayo ndiyo matokeo ya vurugu ya kufyatuliana risasi iliyoripotiwa kati ya makundi mawili ya kizalendo katika eneo la Lusenda, sekta ya Tanganyika jioni ya siku ya 5 ya wiki tunayo tarafani Fizi. Taarifa tunazo ni kwamba chanzo ni kufia silaha kati ya makundi hayo mawili yabarikanayo ndani ya sekta ya Tanganyika na kuzorotesha usalama kwa hali ya juu zaidi, kama alivyohakikisha hapa Sami Amimu Kokchekol, mwanaharakati wa shirika la raia. Ndio, hizo habari ni habari sahihi, ni habari za kweli. Mfarakano ulianza jana mida ya saa 9 saa 10 hivi, wakati kundi mbili za wazalendo walianza kuzozana. Na katika kuzozana, unajua wenzetu wenye kumiliki silaha, mzozo wao ni silaha tu. Na katika vyanzo vya mzozo ambavyo tumevipata sisi kama vile shirika la kiraia ni kwamba walikuwa wanazozania silaha ya PKM
ambayo kila kundi ilikuwa ikidai kwamba ni yao. Kundi la Bwana Yesu na kundi linaloongozwa na Mamadu. Yeye Yesu ni pale Lusenda njoo kwenye makao yake, na Mamadu yeye Katungulu. Sasa baada wenyewe kuzozania hiyo bunduki, ilibidi rushiane risasi. Moja kwa upande wa Mamadu akawa amekufa papo hapo na blesse moja, na kwa upande mwingine blesse mwingine mmoja. Njoo ilipanike mwingine de Lusenda Asanza, lakini leo mchana mpaka hii magharibi hali bado ni shwari. En tout cas, hii comportement inatudecevoir parce que chaque fois secteur ya Tanganyika ni hizo mascenario tu. Juzi hapa ndio tumemzika Jamadari Kibukila Mtetezi kwa hali tu kama na hizo. Jana tena hii hali inajitokeza wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo sisi kama vile mashirika za kiraia hatuna tegemeo lingine hapa msekta Tanganyika, hatuna presence ya FARDC. Wenyewe tuko nao hapa ni PNC na wazalendo, na wenyewe sasa wakianza kugeuziana bunduki wao kwa wao, ile hali haipendezi na hairidhishi, na labda inaweza kupelekea raia kutokuwa na imani nao, sababu ni wenyewe ndio tunajitegemea kwa sasa kwa wakombozi ama walinzi wetu. Sasa walinzi wakianza kuzozana, kupiga risasi kiolela kila siku, ile nachangia moja kwa moja kama raia walio wengi wanakimbia sekta ya Tanganyika, wakati labda adui angali mbali. Aiza, kuhusu viwango vya uhusiano kati ya raia na wazalendo ndani ya sekta hiyo ya Tanganyika, Sami Amimo Koktikor amerejea mara tena. Bo degré ya collaboration tukailinganisha 100%, tunaweza sema iko mu 50%. 50% pourquoi? Parce que raia ilishakuwa dépassé na mwenema. Kila siku il faut couler risasi, kila siku il faut mansida tout sécuritaire, alors ile ndio maana inapunguza hata ingine 50% na kuacha 50%. Na waza vikao vilishafanyika vingi. Mimi mwenyewe inga 2 ama 3 zilizopita tulikuwa ndani ya mkutano, na katika mkutano tulijaribu kucreate makomision za kwenda kuwaona na kuwaonesha umuhimu wa wao kuwa pamoja, umuhimu wa wao kutulindia usalama ipasavyo, kuwakataza ile hali ya kupiga masasi kiolela. Lakini siku msile makomision yenye tulikreaka na tukaenda kuwaona, tukawaongelesha, wakafanya sambla ya kusikia, mais yenye tunaona sasa c'est le contraire. C'est-à-dire juhudi zenye zote zenye shetu tulifanya, c'est comme si bali si rejeté en bloc, bali foulé au pied. Ile yote mazungumzo yenye tulikwenda kuzungumza navo wakati tulijidisperse mu makomision katika eneo ambako kulikuwa vurugu tangu jana. Hali ishinda ni ya wasiwasi tu, sababu raia walijawa na hofu, wakizani muda wowote saa zote mambo tena yanaweza yakaharibika, sababu kila upande mpaka sasa haujaridhika, unaendelea tu kukania upande mwingine. Aloro wakati tembo wawili wakiwa wanapigana, na waza ni majani ndio inapata shida, na ni sisi raia ndio tunalinganishwa na majani, na sisi ndio tunaendelea kusubiri makonsekanse ya ile ndio tunaanza itachai paske bukicha na ifo kwanza kupigwa masasi sipa mboko, mara pima, mara sanza, mara Lusenda, mara Makobona, yani kila siku. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, hivi sasa nampisha mwenzangu Sudi Valentin ambaye anavalia namba 7 mgongoni. Shukran sana kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile. Leo kuna kwa habari za michezo, tuanze na hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba michuano ya playoff itaweza kuendelea siku ya Jumapili ya tarehe 23 Machi mwaka 2025 kunako uwanja wa Maendeleo hapa katika mji wa Baraka, ambako mechi moja kwenye programu ya kupigwa ni kwamba klabu ya OC Masanzi Chinjaua wataweza kukabiliana vikali dhidi ya klabu ya FC Ukapide Misha. Mechi nyingine kati ya klabu ya CS Vijana Prestige dhidi ya klabu ya TP Ubembe ambayo ilikuwa inatarajiwa kupigwa siku ya Jumapili haitopigwa tena kama ilivyokuwa inapangiliwa. Hivyo ni kutokana na klabu ya TP Ubembe kusema ya kwamba hawako tayari
kwa ajili ya kushiriki kunako michuano ya playoff msimu 2024-2025. Lakini kunako viwanja vingine tofauti vya hapa katika tarafa la Fizi, michuano yote weza kuendelea vile vile. Tukiwa hapo Katanga kunako uwanja wa Tatanombi kunako majira ya saa 7 klabu ya FC Salanguba watapambana vikali zidi ya klabu ya FC Motema Charme, na majira ya saa 9 kamili za jioni vijana wa Academique Meshale wataweza kupambana vikali zidi ya klabu ya FC Kazaro. Huko kunako uwanja wa Umoja Stadium maeneo ya Fizi Center majira ya saa 7 klabu ya AC Umoja wataweza kukata mzo wa fitna zidi ya klabu ya Kazumia Sport, na majira ya saa 9 Massimo wa Jadi ambao ni AS Kalembelembe wataweza kupambana vikali zidi ya klabu ya Nganja Sport. Na hapo Sebele kunako uwanja wa Delape, uwanja ambao unapatikana hapo Sebele kunako sekta ya Nganja tarafani Fizi, ni kwamba majira ya saa 7 klabu ya FC Aka watakipiga vikali zidi ya Pua ya Nyoka, na majira ya saa 9 klabu ya Tour du Congo wataweza kukata mzo fitna zidi ya klabu ya Kikonde Sport. Hiyo ndo ratiba ya mechi za siku ya Jumapili kunako michuano ya playoff kote tarafani Fizi na mji wa Baraka. Na mwishowe ni kwamba mechi za mtuano ili kuweza kufuzu kunako kombe la dunia mwaka 2026 ziliendelea kupigwa, ambako siku ya Ijumaa ya tariki 21 Machi mwaka 2025 mechi kadhaa ziliweza kupigwa kunako viwanja tofauti hapa katika bara la Afrika. Tukianzia hapo kunako uwanja wa Demartire kwa Kinshasa, ni kwamba timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard waliweza kuwatandika Sudan du Sud bao 1-0. Huku Botswana wakaweza kutandika bao 3-1 zidi ya Algeria. Guinea Equatorial wakaweza kuwatandika Sao Tome bao 2-0. Burkina Faso wakaweza kuonyesha mvua ya bao 4-1 timu ya taifa ya Djibouti. Timu ya taifa ya Rwanda waliweza kutandika bao 2-0 zidi ya Nigeria. Afrika ya Kusini wakaweza kuwatandika Lesotho bao 2-0. Intamba Mburugamba Burundi waliweza kutandika bao 1-0 zidi ya Ivory Coast. Ghana wakaweza kutandika Chad bao 5-0. Guinea wakatoka sare ya kutokufungana zidi ya Somalia. Ethiopia wakaweza kutandika bao 2-0 zidi ya Egypt, na Morocco wakaweza kuwatandika Niger bao 2-1. Omar Makelele Uzile na tamatika barabara kunako habari za michezo kwa siku ya leo. Huko nikukutakia kila laheri kunako uchambuzi wetu wa habari. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari zako za michezo. Na habari ambazo zimetufikia hivi punde ndani ya studio ni kwamba kule katika kata la Mwandiga tournamenti ijulikanayo kwa jina la Super Cup tunaweza iliweza kutimua uvumbi mchana wa siku ya Jumamosi, ambako majira ya saa 7:30 vijana wa FC Moma Sport waliweza kuwatambia timu ya FC Dynamique bao 1-0, na vijana wa Tushen wakaweza kuwatandika timu ya Motembo Raha mabao 2-1. Lakini siku ya Jumapili mechi mbili zitapigwa. Majira ya saa 7:30 Damdiji watakuwa vikali zidi ya Nouvelle Generation, huku majira ya saa 9 VS La Victoire watakuwa zidi ya Simba Magahidi. Msikilizaji, endapo unataka kuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita benda 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Nisisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujelekeze kule katika jimbo la Kivu Kaskazini katika tarafa la Walikale. Ni kwamba mji wa Walikale unamilikiwa na M23, ndio wanaoonekana katika sehemu mbalimbali za makata eneo hilo. Amehakikishia hayo mmoja kati ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo. Hivyo ni kutokana na habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba M23 imeondoka maeneo hayo. Kulingana naye mmoja kati ya wanaharakati wa kiraia katika tarafa la Walikale, amesema kuwa M23 inaendelea kusonga mbele katika sehemu zingine tarafani hapo, huku upande mwingine ameomba jeshi la taifa FARDC kufanya kila liwezekanalo ili kugomboa vijiji vingine. Tumsikilize. Sinon, c'est une façon de tromper le vigilance nationale internationale et aussi à la communauté internationale. Et alors que hiyo ni hali ya kudanganya umakini wa taifa na kimataifa, vile vile kwa jamii ya kimataifa, wakati ambapo M23 iko katika mji, na kwa muda huu ambao nawaambia wanaendelea kupenya ili kuenea sehemu zingine bali na makao makuu ya tarafa kuelekea Kisangani. Ndio maana tumeshazoea maneno yao, ni muda mrefu anakuwa na hali hiyo kwa ajili ya kudanganya umakini wa raia.
Ndiyo maana tunaomba kwa serikali ya Kongo kupitia jeshi la taifa la Kongo FARDC na wazalendo kuwafuatilia mpaka mwisho na kuwatoa kwa nguvu katika tarafa la Walikale, kwa sababu ni karibu saa 48 et par la force en territoire de Walikale. Pourquoi? Parce que jeshi la taifa linaendelea kuzunguka na ndege za kivita katika kata zimoja za mji na kwenye uwanja wa ndege, na ni katika hali hiyo tunapendelea jeshi la ardhi lisaidie ili kuwarusha wavamizi katika eneo la tarafa la Walikale. Ces agresseurs dans l'entité du territoire de Walikale. Tujielekeze huko katika jimbo la Tanganyika, tuanzie pa Kalemi, mji mkuu wa jimbo hilo. Kitengo kinachohusika na masuala ya jinsia kwenye ofisi ya sheria jimboni Tanganyika wameendesha mjadala siku ya 5 ya wiki tunayo ndani ya chumba cha mikutano cha jimbo la Tanganyika, ambako mjadala huo umelenga kuhusu masuala ya usawa kati ya mwanaume na mwanamke, kujitegemea kwa mwanamama pamoja na haki ya mwanamama na binti. Mengi zaidi naye Olombo DJ Dr. kutoka Kalemi, ambaye ni mwanaripota wa redio ya kijamii Kivu. Masuala ya kihusu sawa kati ya mwanaume na mwanamke, kujitegemea kwa mwanamama pamoja na haki ya mwanamama na binti ndio kabisa alikuwa anazingatia kwenye mjadala kama na huo. Wanenaji mbalimbali wakiwa wote wanasheria kwenye baro ya jimbo la Tanganyika wanaeleza kwamba mazungumzo kama na hayo yalikuwa yanasaidia kwa wahudhuriaji ambao wengi wao walikuwa wanawake kutoka kwenye vikundi mbalimbali vinavyotumika hapa jimboni Tanganyika kwa ajili ya kutetea haki ya mwanamama. Hakuwa nafikiria na hata vile vile kuchambua kwa umakini tungo kama na hizo. Mwanasheria Regine Mariam Safi akiwa president wa commission ikihusika na masuala ya jinsia kwenye baro ya wanasheria wa jimbo la Tanganyika nadai kabisa kufurahishwa na namna mazungumzo yalikuwa yanapita. Huyu kwa muda huo anakuwa analika wa mama kuwa na moyo wa kujitolea kwa ajili ya kufikia kujitegemea wenyewe kiuchumi na hata vile vile kutetea haki yao. Vraiment nous avons beaucoup apprécié les questions posées par l'assistance. Kwa kweli tulikuwa nafurahishwa na maulizo kutoka kwa wazuriaji ndani ya jumba kama na hilo. Ni kwa hiyo tunakuwa nalika wanamama kuwa tajari kwa ajili ya kujitegemea, kama vile mmoja wa wazuriaji alikuwa anauliza namna gani mama anaenda kujitegemea mwenyewe kiuchumi. Kwanza mimi nitakuwa nasema hapo ni swali linahitaji tukua na moyo. Kwa hiyo mama wote wasimame na waamue kabisa kujitegemea wenyewe kiuchumi, maana unapokuwa unajitegemea kiuchumi ni hapo kabisa unakuwa huru na unaweza kuendelea. Na kwa swali la kujua kwa nini kutetea sana haki ya kina mama wakati kunakuwa pia haki ya binadamu, na unakumbuka kwamba wamama kipindi cha siku nyingi wanakuwa nabakia nyuma, ni kwa hiyo wamama wanakuwa najitetea ili kwamba wapate haki ambayo itawaweka sawa na wababa pour atteindre les niveaux de l'homme. Akihudhuria kwenye kongamano kama na hilo, Nadine Katumbwe, mmoja kati ya wamama majasiri wa jimbo la Tanganyika, alikuwa anapongeza wazo kama na ila commission ikihusika na masuala ya jinsia kwenye baro ya wanasheria wa jimbo la Tanganyika. Huyu kwa muda huo mmoja alikuwa vile vile na si wa mama wengine kuchukua dhamiri safi na kutokujipuzia ili kuchangia kwenye maendeleo ya jimbo la Tanganyika. Quittons la vie d'attendre qu'on te valorise par une personne. Inabidi wakina mama tutoke kwenye maisha ya kujipuuzia na maisha ya kusubiri wakupende. Inabidi kujipenda mwenyewe, kusimama na kutetea haki yako na kuishi kwa ajili ya faida ya jimbo lako. Hata pia mama wale ambao wanakuwa vijijini, ni mama ambao wanakuwa na uwezo, maana mimi na mama wa kijijini inabidi asimame wima kama mama ambao anakuwa anaishi ndani ya miji ili kuchangia kwa maendeleo ya jimbo pour le développement de notre province. Kongamano kama na hili linakuwa na ambatana tu na kazi iliyokuwa napangiwa na kamisheni hii husika na jinsia ya baro ya jimbo la Tanganyika katika harakati ya mwezi wa kina mama. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Dr. Tubaki tu katika jimbo hilo la Tanganyika, tujielekeze kule katika tarafa la Moba. Ni kwamba administrator wa tarafa la Moba jimboni Tanganyika, Kansa Kyongo Victor, wakati wa mkutano na mbunge wa jimbo la Tanganyika mchaguliwa wa tarafa la Moba Sakala Milambo Fidel Bavon, amemhakikishia kuwa tarafa la Moba haina vita. Tarafa la Moba hapana uwepo wa M23, ila katika tarafa hilo kunaripotiwa na wizi wa mashini za wavuvi kila mwezi ndani ya ziwa Tanganyika. Radio Kivu Moba tunajiunga naye Isdor Kashulwe kwa ripoti kamili.
Tarafani Moba hapana vita, tarafani Moba hapana uwepo wa watu wa M23, amefahamisha Dinkata tarafa ya Moba Kamfakongo Victor wakati wa mazungumzo na mbunge mkuu wa mchaguliwa wa Moba Sakala Milambo Fidel Bavon siku ya Jumanne Machi 18 mwaka 2025 ndani ya ofisi kuu ya tarafa ya Moba Msungula. Mazungumzo kati ya Dinkata tarafa ya Moba na mbunge mkuu wa Mosika pia aliawizi wa injini ya wavuvi ndani mwa ziwa Tanganyika ambao inatuhumiwa tangu miezi mingi. Namba moja tarafa ya Moba pia amesema raia wawili na mwanajeshi mmoja wa FARDC wa kikosi cha maji wanaotumia wizi wa injini ya wavuvi ndani mwa ziwa Tanganyika wanadhiliwa baada ya kushikwa. Rable Bavon Sakala tuko naye hapa, alikuja kupresente civilite na kutuuliza sisi kama viongozi tumujibu, tumwambie ni hali gani watu wanaishi hapa Moba. Na kwa hiyo alifika muda ambapo kulikuwa rumeur ya kusema kama Moba imeanguka katika mikono ya M23, na yeye anakuja jua ulize kama ni kweli na yeye yuko chini ya ulinzi wa watu, na akakuta kama ni hadithi ya bongo. Hadithi iliendelea kuwa ya bongo, na zaidi ya hiyo ya question security tuligusia wizi kwa mashini mziwa Tanganyika ambayo inataka kuwa samoneko. Kwa pamoja tunafikiana kutafuta strategy pamoja na komite ya wavuvi kuona namna gani kuisisha hiyo mambo inakuwa sawa vile kilema kia mwaka wote wengine wanataka kujiwinisha kwa haraka. Kwa hiyo mambo ambayo tulizungumzia. Mbunge mkuu wa Tanganyika mchaguliwa wa Moba Sakala Milambo Fidel Bavon amekutana na Dinkata tarafa ya Moba kwa ajili ya kujifahamisha, ila pia amekuwa kwa ajili ya kujihusisha na hali ya sasa ya tarafa ya Moba. Upande wake amesema baba administrateur ya kwanza tunamfelicite kwa kazi yenyewe anaendelea iko naifanya en tant qu'administrateur. Alali kushingishi juu ya batoto yake ya Moba, juu ya batoto si wenyewe si wote pour que tufanye ni tukue vizuri. Kwa hiyo mademarshe tuko tunafanya, tutafanya plaidoirie pour que audience foraine ifaniziwe hapa territoire ya Moba pour que kila mtoto wote wa Moba aone gisi ile procès tafani ni itapita, na ule mwenyewe atakuwa na maneno fulani juu ya mambo ya kudenoncer ba mwizi wengine, atakuwa na nini, atakuwa na ile pusa kufanya nini ya kuisema hayo. Donc tuko sûr en tout cas tutafanya ile plaidoirie pour que vitu vifanye nini biende vizuri, na ule mwenyewe atajikuta kama vile mwizi, tutaomba kwa nini benye kuwa na nani na justice mikono yao pour que justice ifaniziwe selon loi gisi inavyofanya nini gisi loi inasema. Asante. Baada ya mkutano na Dinkata tarafa ya Moba mchaguliwa wa Moba ametembelea kwenye gereza kula Moba kwa ajili ya kujihusisha na watu au watumia wawili wa injini ya wavuvi ndani mwa ziwa Tanganyika ambao baada ya kushikwa wanadhiliwa kwenye gereza kula Moba. Baada ya kutembelea kwenye gereza kula Moba, Sakala Milambo Fidel Bavon amekutana na hakimu mkuu wa mahakama karibu na tribunali ya amani ya Moba. Pamoja na hakimu wamerudia kuzungumzia swali la wizi kuorodheshwa ziwani Tanganyika. Bila mbunge mkuu wa Peter Kazadi amehakikisha kama uchunguzi kisheria unaendelea ili kwa ajili ya kuwagundua wahusika wa vitendo vya wizi wa injini ya wavuvi ndani mwa ziwa Tanganyika. Katika kesi hiyo mbunge mkuu mchaguliwa wa Moba amekutana na inspekta wa mahakama ya kijeshi kwa ajili ya kujipatia taarifa zaidi juu ya mwanajeshi mtuhumiwa wa wizi anayeshikiliwa. Nikiripoti kutoka Moba, Theodore Kashule, Radio Kivu. Tumalizie na habari za kitaifa ni kwamba waziri wa mambo ya nje Therese Kayikwamba amesema kuwa mkutano kati ya maraisi Felix Antoine Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame huko Doha mjini Qatar ni katika ile hali ya kusaidia juhudi zinazoendelea za kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi na Safari Almasidilwe ndani ya studio. Waziri wa nchi, waziri wa mambo ya nje Therese Kayikwamba Wagner alirudi Jumamosi Machi 22 wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Hivyo ni kutokana na mkutano kati ya Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Paul Kagame mwenzake wa Rwanda huko Doha nchini Qatar. Alitangaza kwamba alielewa kwa mkutano huu hakuna mtu aliyetambua, na hiyo inasababisha mshangao mwingi kwa sababu haukutangazwa, lakini hiyo haimaanishi kuwa mkutano huo haukuandaliwa. Kulingana na Kayikwamba, mkutano wa Doha karibu na Emir wa Qatar umekuja kwa ajili ya ukweli wa msaada na ukamilisha kwa juhudi zingine ambazo tayari zilizofanyika au zinazoendelea ili kufikia mwisho wa uhasama. Na hii haitozuia michakato inayoendelea kwa ajili ya kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namnukuu, lazima kuona mkutano wa Doha katika hali hiyo, mlolongo wa juhudi za hali ya juu, mlolongo wa tamko la juu ambao kwa watendaji fulani haukusababisha matokeo yaliyotarajiwa. Doha ni mwendelezo wa juhudi
hizi. Ni muhimu na ya kupongezwa kwa nchi ya DRC kujitolea huku kwa ajili ya amani ya kudumu, na kwamba kutozuia mpango wote ambao unaweza kutusaidia kukabiliana na hali iliyoko, alisema Therese Kaikwamba. Felix Tshisekedi na Paul Kagame walikutana Jumanne huko Doha karibu na Emir wa Qatar. Mkutano huo uliojumuisha wao watatu ulilenga sana swala la kusitisha mapigano ya haraka na bila masharti katika mashariki mwa DRC, ambapo Rwanda inasaidia waasi wa M23 wa AFC ambao wanadhibiti miji ya Goma na Bukavu na maeneo mengine mengi katika majimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini. Viongozi hao wawili walithibitisha kujitolea kwao kwa mchakato wa amani na walisifu mipango hiyo inayoendelea, haswa ile ya Luanda na Nairobi, kulingana na taarifa ya mwisho kwa waandishi wa habari. Nyayotuka habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasidilwe kwa habari za kitaifa, na ni hapo ndipo naweka nukta uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji ambaye aliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima mwandishi wa habari Kivu alionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Uzil, sina la ziada. Chao. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.